Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2024/25 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ya muda, naomba taarifa yote ingie katika kumbukumbu rasmi za Bunge kama ilivyowasilishwa mezani. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote napenda kutoa shukurani kwa niaba ya kamati kwa kunipa nafasi ili niweze kutekeleza masharti ya kanuni ya 118(1) ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 118(9) ya kamati za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2024/25 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Naibu Spika, muundo wa taarifa hii umezingatia masharti ya kanuni ya 142 kuhusu muundo wa taarifa yoyote kamati inayowasilishwa bungeni. Mheshimiwa Naibu Spika, msingi wa uchambuzi wa taarifa hii ya utekelezaji wa bajeti makadirio ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi ni masharti ya kanuni za Bunge. Kifungu cha 6(1)(c) kikisoma pamoja na kifungu cha 7(1)(a) cha nyongeza ya 8 ya kanuni ya Bunge toleo la Februari 2023 kinaipa kamati jukumu la kufanya uchambuzi wa utekelezaji wa bajeti na makadirio ya ofisi hii. Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa hii inahusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2024/25 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa ya utekelezaji wa makadirio ya mapato na matumizi iliyochambuliwa inagusa maeneo yafuatayo: 1. Hali ya jumla ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo; 2. Tathmini ya jumla ya utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka wa fedha 2024/25; 3. Uzingatiaji wa maoni na ushauri wa kamati; 4. Tathmini ya ukusanyaji wa maduhuli; na 5. Upatikanaji wa fedha kutoka hazina. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilizingatia masharti ya kanuni ya 117(2) iliyotaka matokeo ya uchambuzi wa utekelezaji wa bajeti yatumike kufanya ulinganisho na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025/26. Naomba kulihakikishia Bunge lako tukufu kuwa uchambuzi huo uliwezesha kamati kupata masuala ya kuzingatia kuhusu hoja iliyojadiliwa leo. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 27 na 28 Machi mwaka 2025 kamati ilikutana na Waziri wa Mifugo na Uvuvi ili kupokea taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024/25. Katika maelekezo ya kamati ilibaini mambo mbalimbali kuhusu ukusanyaji wa maduhuli, utekelezaji wa majukumu, utekelezaji wa miradi ya maendeleo na upatikanaji wa fedha kutoka hazina. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 Wizara ya Mifugo na Uvuvi fungu 99 ililenga kukusanya maduhuli ya jumla shilingi bilioni 69.1. Hadi kufikia Februari 2025 wizara ilikuwa imekusanya jumla ya shilingi bilioni 42.7 sawa na 62% ya lengo la makusanyo kwa mwaka 2024/25. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilichambua maduhuli hayo ili kujiridhisha na juhudi za ukusanyaji wa maduhuli. Matokeo ya uchambuzi yanaonekana katika jedwali namba 1. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi wa kamati ulibaini kuwa: 1. Jumla ya makusanyo ya maduhuli hadi kufikia Februari 2025 yamefikia 62% ya lengo la kukusanya shilingi bilioni 69.1. 2. Sekta ya mifugo imekusanya shilingi bilioni 22.7 sawa na 63% ya lengo la makusanyo hayo. Na 3. Sekta ya uvuvi imekusanya shilingi bilioni 19.9 sawa na 60.3% ya lengo la makusanyo. Mheshimiwa Naibu Spika, tathmini ya ukusanyaji wa maduhuli inaonyesha kuwa jitihada zaidi za ukusanyaji mapato zinahitajika ili kufikia lengo lililokusudiwa. Mwenendo na mtiririko wa fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2024 wizara ilitengewa shilingi bilioni 363.1 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo
fedha za ndani ni shilingi bilioni 442 na fedha za nje ni shilingi bilioni 121. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilibaini kuwa hadi kufikia tarehe 28 Februari mwaka 2025, wizara ilipokea asilimia 18.07 ya fedha iliyodhirishwa na bunge lako tukufu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwenendo huu wa upatikanaji wa fedha za miradi ya maendeleo, ni wazi kuwa utekelezaji wa miradi iliyopangwa na serikali kupitia wizara hii hauwezi kufikiwa. Ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 117(1) ya kanuni za kudumu za bunge, kamati ilifanya ziara katika mikoa miwili ya Geita na Dodoma na ukagua baadhi ya miradi iliyotekelezwa na serikali kupitia wizara hii ya mifugo na uvuvi. Matokeo ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mradi wa ujenzi wa soko la samaki mwaro wa Chato Beach ulioko mkoa wa Geita, mradi namba 4486, una thamani ya shilingi bilioni 1.8. Mradi huu unalenga kupunguza upotevu wa mazao ya uvuvi kutoka 50% hadi 10%, kuongeza fursa za ajira, kuongeza kipato kwa wananchi wa Chato na taifa kwa ujumla, pamoja na kukuza biashara ya mazao ya uvuvi. Aidha, utekelezaji wa mradi huo umefikia 91% na unategemea kukamilika tarehe 30 Julai mwaka huu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nirudie eneo hilo kwa msisitizo. Mheshimiwa Naibu Spika, mradi huu unalenga kupunguza upotevu wa mazao ya uvuvi kutoka 50% hadi 10%, kuongeza fursa za ajira, kuongeza kipato kwa wananchi wa Chato, wa taifa kwa ujumla, pamoja na kukuza biashara ya uvuvi. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na hatua nzuri ya utekelezaji wa mradi huu, kamati inashauri kuwa eneo lote la mradi lijengwe uzio ili kudhibiti wizi na uharibifu. Pia serikali kwa kushirikiana na halmashauri kuhakikisha mradi huu unalindwa na kutumika pasavyo ili kuleta tija iliyokusudiwa. Aidha, kamati inashauri fedha za ukamilishaji wa mradi huu zitolewe utekelezaji wake ufikie 100%. Mheshimiwa Naibu Spika, mradi ambao umekamilika kwa 100% ni mradi wa ghala la kuhifadhi malisho. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na kuwa utekelezaji wa mradi huu umekamilika kwa 100%, mradi huu unakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa mitambo ya kuvunia majani, trekta na mashine ya kukatia na kufunga majani, miundombinu ya umwagiliaji pamoja na hati miliki ya ardhi. Hali hii inaweza kuibua migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, mradi huo una gharama ya jumla ya shilingi bilioni 24.98, ambapo kati ya fedha hizo shilingi bilioni 23.2 ni gharama ya mkandarasi na shilingi bilioni 1.7 ni gharama ya mshauri elekezi. Utekelezaji wa mradi huu umefikia 93%. Hadi sasa mkandarasi amelipwa shilingi bilioni 18.14 sawa na 78.1 ya gharama ya mradi mzima. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati imeridhishwa na inaipongeza serikali kwa utekelezaji wa mradi huu utakaoiwezesha wizara kuwahudumia wadau wake kwa ufanisi. Mheshimiwa Spika, upatikanaji wa fedha na matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2024/25, Wizara ya Mifugo na Uvuvi fungu 99 ilitengewa jumla ya shilingi bilioni 97.2 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 363.11 kwa ajili ya miradi ya maendeleo kama ilivyofafanuliwa kwenye jedwali namba 3. Mheshimiwa Spika, matokeo ya uchambuzi yanaonyesha kuwa hadi kufikia mwezi Februari 2025, wizara ilipokea asilimia 23.2 ya bajeti iliyoidhinishwa na bunge lako tukufu kwa matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwenendo huo wa upatikanaji wa fedha kwa wizara hii haitarajiwi kukamilisha majukumu yaliyopangwa kwa mwaka wa fedha 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na takwimu hizo, kamati inashauri fedha zilizozidishwa na bunge zitolewe kwa wakati ili utekelezaji wa majukumu ya wizara hiyo ufanyike kwa ufanisi na kuleta tija iliyokusudiwa. Uzingatiaji wa ushauri wa kamati. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati wa kupitia na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2024/25, kamati ilishauri kuhusu mambo mbalimbali. Naomba kulijulisha bunge lako tukufu kuwa taarifa ya mtoa hoja ilionyesha kwamba serikali imezingatia sehemu kubwa ya ushauri wa kamati. Aidha, utekelezaji kwa ushauri huo uko katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati inashauri serikali kuendelea kutekeleza na kukamilisha ushauri unaotolewa na kamati. Makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 25/26. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2025/26, Wizara ya Mifugo na Uvuvi fungu 99 imekadiriwa kukusanya maduhuli na kutengewa fedha ya bajeti ya matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo. Naomba kulijulisha bunge lako tukufu kuwa
kamati ilifanya uchambuzi wa ulinganisho wa bajeti ya mwaka 2024 na 25 na 25 na 26 kama ifuatavyo. Makadirio ya maduhuli. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilijulishwa makadirio ya maduhuli yalipangwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi fungu 99 ili kujenga msingi wa maoni na ushauri kuhusu maduhuli. Kamati ilichambua maduhuli hayo kwa kuzingatia uzoefu na makusanyo kwa mwaka wa fedha unaokwisha. Matokeo ya uchambuzi huo ni kama ifuatavyo. Moja, makadirio ya makusanyo ya maduhuli ya wizara hii yameongezeka kwa 7.24 ikilinganishwa na lengo la makusanyo kwa mwaka wa fedha 2024/25. Mbili, kutokana na mwenendo wa ukusanyaji wa maduhuli kwa mwaka wa fedha 2024/25 kufikia 54.5 huku muda halisi wa utekelezaji wa bajeti ukiwa umefikia 66, ni vigumu kufikia lengo la makusanyo lililowekwa kwa mwaka wa fedha 2025/26 kwa kuzingatia uzoefu wa nyuma. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kawaida makadirio ya jumla ya bajeti ya nchi huzingatia makadirio ya makusanyo kwa sekta moja moja. Uwekaji wa lengo la makusanyo usiozingatia uhalisia unaweza kuathiri uhalisia wa bajeti ya matumizi. Kwa msingi huo, kamati ina maoni kuwa ni vizuri kila sekta inapokadiria ukusanyaji wa maduhuli izingatie uhalisia. Makadirio ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilichambua makadirio ya matumizi ya fungu 99 Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Matokeo ya uchambuzi yanaonyesha kuwa makadirio yameongezeka kwa 3.26 ikilinganishwa na mwaka unaoisha. Makadirio ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilichambua makadirio ya bajeti ya miradi ya maendeleo na kubaini mambo yafuatayo. Moja, makadirio ya bajeti ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2025/26 yameongezeka kwa 1.67 ikilinganishwa na mwaka wa 2024/25. Mbili, utegemezi wa vyanzo vya nje kwa bajeti ya maendeleo katika wizara hii umeongezeka kwa 15.5 ikilinganishwa na mwaka wa fedha 2024/25. Katika mwaka wa fedha unaoisha, 33% ya bajeti ya maendeleo ilikuwa ni fedha za nje ikilinganishwa na 38% kwa mwaka wa fedha 2025/26. Tatu, pamoja na bajeti ya fedha za miradi kutoka nje kuongezeka kwa 21.57 kwa mwaka wa fedha 2025/26, ongezeko hilo haliendani na uhalisia uliojitokeza katika utekelezaji wa bajeti wa maendeleo kwa mwaka wa fedha 2024/25. Sekta ya mifugo na uvuvi ilipokea 1.2 tu ya makadirio ya fedha za nje kwa mwaka huo. Nne, uzoefu wa jumla wa upatikanaji wa fedha za maendeleo katika mwaka wa fedha unaoisha ulionyesha kuwa katika kipindi cha utekelezaji 66% wizara ilipata fedha za maendeleo kwa 18.48 tu ya makadirio. Hali hiyo inaashiria kuwa ongezeko la bajeti kwa lisiwe la uhalisia. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa matokeo hayo makadirio ya matumizi kwa ajili ya miradi ya maendeleo yana sura ya kuongeza ufanisi katika sekta hizo. Hata hivyo, iwapo changamoto za upatikanaji wa fedha zilizotokeza katika mwaka wa fedha ulioisha hazitapatiwa ufumbuzi, makadirio hayo yanaweza yasiwe na tija. Kamati ina maoni kuwa upo umuhimu wa serikali kuongeza mkazo katika upatikanaji wa fedha za miradi ya maendeleo. Maeneo ya kipaumbele. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kubaini matokeo ya bajeti inayojadiliwa fungu 99, kamati ilifanya mapitio ya maeneo ya kipaumbele katika bajeti ya mifugo na uvuvi. Kutokana na mapitio hayo, kamati ilibaini kuwa: moja, maeneo yote ya vipaumbele yaliyobainishwa na wizara yanaendana na mwelekeo wa nchi na mahitaji ya jamii. Hata hivyo, iwapo upatikanaji wa fedha zitakazoidhinishwa kutokana na makadirio hayo utakuwa wa kusuasua, vipaumbele hivyo vitabaki na muonekano unaovutia lakini usiokuwa na tija. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa vipaumbele hivyo Wizara ya Mifugo na Uvuvi inastahili pongezi kwa nia yake njema ya kuboresha sekta hizo. Hata hivyo, kamati inasisitiza kuhakikisha kwamba fedha zilizoombwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi zinapatikana kwa wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, maoni na ushauri wa jumla. Mheshimiwa Naibu Spika, maoni na ushauri katika sehemu hii unatokana na kuzingatia vipaumbele vilivyoainishwa na wizara kwa kulinganisha hali halisi ya sekta. Kwa msingi huo, kamati ina maoni kama ifuatavyo. A, kamati inaishauri serikali kuongeza bajeti kwa sekta hizi na fedha yote iliyoidhinishwa na Bunge itolewe kwa wakati. B, kamati inaishauri serikali kuendelea kutoa elimu kuhusu ufugaji wa kisasa wa samaki katika vizimba ili kupata malighafi za kutosha kulisha viwanda vya samaki ndani ya nchi. C,
changamoto ya utoroshaji wa mifugo na mazao ya uvuvi kwenda nje ya mipaka ya Tanzania na uingizwaji wa zana haramu za uvuvi katika maziwa makuu na bahari unachangia nchi kutonufaika ipasavyo na rasilimali hizo. Kamati inashauri serikali: moja, kuimarisha doria za mara kwa mara katika vituo vyote vya mipaka ili kudhibiti utoroshaji wa samaki. Mbili, kupunguza ushuru unaotozwa minadani na katika shughuli za uvuvi ambazo ndio chanzo kikuu cha utoroshaji wa rasilimali hizo. Wingi wa tozo katika sekta za mifugo na uvuvi unakwamisha ukuaji wa maendeleo ya sekta hizo nchini na kusababisha maisha ya wafugaji na wavuvi kuendelea kuwa duni. Kamati inashauri serikali ifanye mapitio ya tozo hizo ili kuziboresha na kupunguza kero kwa wafugaji na wavuvi. Kukosekana kwa taasisi mahususi za usimamizi wa utekelezaji wa miradi chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Kamati inaishauri serikali iharakisha kukamilisha taratibu za uanzishwaji wa mamlaka ya mifugo na mamlaka ya uvuvi. Kuhusiana na uhaba wa maafisa ugani katika sekta za mifugo na uvuvi, kamati inashauri serikali: moja, kuendelea kuajiri maafisa ugani wa kutosha na kuwapa mafunzo ya mara kwa mara. Mbili, wataalamu waliopo wasambazwe katika maeneo husika ya uzalishaji. Maoni ya ushauri kisekta. Sekta ya mifugo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika sekta ya mifugo, kamati ina maoni na ushauri kama ifuatavyo. Tatizo la utoroshwaji wa mifugo kwa njia za panya limekuwa likiongezeka na kusababisha serikali kukosa mapato, viwanda vya ndani kukosa malighafi na kupunguza ajira. Kamati inashauri serikali kuweka mikakati ya kumaliza tatizo hili kwa kuweka ulinzi madhubuti katika maeneo yote ya mipaka. Uhaba wa malisho hasa kipindi cha ukame unaathiri mifugo na kusababisha wafugaji walazimike kutafuta malisho kwa kuhamahama. Ili kukabiliana na changamoto hiyo, kamati inashauri serikali: moja, ihakikishe vituo vyote vya TALIRI vinakuwa na mashamba ya kuzalisha chakula cha mifugo. Mbili, miundombinu ya mashamba ya mbegu na malisho iboreshwe ili kuongeza tija katika uzalishaji. Aidha, barabara zinazofika kwenye mashamba ya mbegu na malisho ziboreshwe ili ziweze kupitika wakati wote. Tatu, serikali ijenge miundombinu ya umwagiliaji. Na nne, serikali ianzishe na kuimarisha mashamba ya malisho katika maeneo ya wafugaji na mashamba yaliyotelekezwa yafufuliwe. Changamoto ya magonjwa ya mifugo yanayotokana na kukosekana kwa mfumo rasmi wa chanjo imeathiri biashara ya mifugo na mazao yake. Kamati inashauri serikali kuharakisha utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya chanjo ili kuongeza ubora wa mifugo na mazao yake. Utitiri wa tozo, kodi na ushuru unaweza katika kuleta changamoto za kibiashara na hivyo kuathiri biashara za mifugo. Sekta ya uvuvi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika sekta ya uvuvi, kamati inashauri mambo yafuatavyo. Wingi wa magugu maji ndani ya maziwa mengi nchini ikiwemo Ziwa Victoria, licha ya kukwamisha shughuli za usafirishaji wa abiria, pia huzuia shughuli za uvuvi na kupunguza upatikanaji wa samaki. Kamati inashauri serikali kuweka mkakati wa haraka wa kumaliza tatizo hili ambalo linachangia uhaba wa samaki. Sehemu kubwa ya mapato yatokanayo na uvuvi wa bahari kuu yanapotea kutokana na ukosefu wa nyenzo za uvuvi katika eneo hilo. Aidha, uwepo wa meli za kigeni zinazovua kunapelekea nchi kukosa mapato. Ili kukabiliana na changamoto hiyo, kamati inashauri kwamba: moja, serikali ikamilisha mchakato wa kununua meli 4 za uvuvi na 2 za doria ili zisaidie kufanya uvuvi wa doria kwenye eneo hilo. 2, ufanyike ukaguzi wa mara kwa mara kwa meli za kigeni zinazovua katika eneo la bahari kuu. 3, uhaba wa samaki katika bahari ya maziwa, mabawa na mito unasababishwa kwa kiasi kikubwa na uvuvi haramu ambao unaathiri mazalia ya biashara ya samaki nchini. Ili kukabiliana na changamoto hii, kamati inashauri serikali iwahamasishe wadau wa sekta binafsi ili waweze kushiriki katika udhibiti wa uvuvi haramu na kwa maana hiyo kusaidia katika kuokoa tatizo hilo. 4, upotevu wa mazao ya uvuvi baada ya kuvunwa, post harvest losses, unaokadiriwa kufikia 30 hadi 40, hususani katika maeneo ya vijiji, umesababisha sekta hii kutochangia ipasavyo katika pato la taifa tofauti na ukubwa wake. Kamati inashauri serikali kujenga masoko katika mialo yote nchini ili kutoa fursa kwa wafugaji samaki kuhifadhi na kuuza mazao yao kwa viwango vya ubora. Mheshimiwa Naibu Spika, uhaba wa vifaranga bora na vyakula vya samaki vyenye ubora vinachangia udumavu wa samaki wanaofugwa.
Kamati inashauri serikali kuimarisha vituo vya kuzalisha, kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza kwenye uzalishaji wa vifaranga. Aidha, ubora wa vifaranga unatakiwa kuhifadhiwa katika maeneo ambayo yamezingatiwa na serikali. Nyavu aina ya makira, kwa jina lingine girinet, maarufu kama firimaya, zinazotumiwa katika ziwa Tanganyika kusababisha samaki na dagaa kuoza katika muda mfupi. Kamati inashauri serikali ifanye ukaguzi wa mara kwa mara katika viwanda vya ndani pamoja na kuhakikisha inafanya ukaguzi wa kina kuhusu nyavu zinazoingizwa kutoka nje ya nchi. Na mwisho, itoe elimu kwa wavuvi wote katika maeneo ya ziwa Victoria na maeneo mengine pamoja na ziwa Tanganyika. Hitimisho. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya kamati napenda kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa sekta ya mifugo na uvuvi. Kwa kipindi kifupi cha uongozi wake, tumeshuhudia kiasi kikubwa cha ongezeko la bajeti ya wizara hii kwa lengo la kuongeza tija katika sekta hizi. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha naomba kutumia fursa hii kumshukuru kwa dhati na kuwashukuru kwa dhati wajumbe wa kamati ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo kwa ushirikiano na jinsi walivyojitoa kikamilifu katika kipindi chote cha uchambuzi wa bajeti ya wizara hii. Kutokana na umuhimu wao, natamani kuwatambua kwa kuwataja majina yao, lakini kwa kuzingatia ufinyu wa muda, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba majina yao yaingizwe katika kumbukumbu za taarifa rasmi za Bunge Hansard. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumia fursa hii kumshukuru Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Daktari Ashatu Kijaji Mbunge na naibu waziri wake Mheshimiwa Alexander Mnyeti Mbunge kwa ushirikiano mkubwa wa kamati ambao umechangia kuiwezesha kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Na washukuru pia watendaji wote wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi na taasisi zake wakiongozwa na Katibu Mkuu Profesa Riziki Shemdoe kwa ushirikiano walioutoa kwa kamati kuhakikisha sekta za mifugo na uvuvi zinakuwa endelevu na zenye tija. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna pekee namshukuru Katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard kwa kuongoza vyema watumishi wa ofisi ya Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, mwisho lakini sio kwa umuhimu, napenda kuwashukuru sana wapiga kura wangu wa jimbo la Chato kwa ushirikiano walionipa katika kipindi chote cha uwakilishi wangu. Aidha, nawaahidi na kuhakikishia kuwa nitaendelea kuwa mtumishi mwema kwenu. Aidha, naishukuru familia yangu kipekee kabisa ikiongozwa na mke wangu kipenzi Violet Medad Matogoro Chananja Kalumbete Kalemani kwa upendo, ukarimu na uvumilivu walionionyesha kwa kipindi chote katika kutekeleza majukumu yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo hayo sasa naliomba bunge lako tukufu likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2025/26 kama ilivyowasilishwa na mtoa hoja muda mfupi uliopita. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha na ninaunga mkono hoja.